Ni wiki nyingine ya kushuhudia matukio mengi yenye kuvutia kutoka Fountain Gate Academy Tanzania. Kuanza maandalizi ya timu zetu, maendeleo ya vijana na watoto kupitia Kids Soccer Program, mahojiano ya kipekee, hadi simulizi za mafanikio ya vipaji vinavyoendelea kukua kila siku. Endelea kuwa nasi kupitia FGA TV na majukwaa yetu ya mitandao ya kijamii ili usipitwe na habari, matukio na kila kinachoendelea ndani ya familia ya Fountain Gate Academy Tanzania, na utakuwa nami Naila Shomari. Baada ya safari ndefu ya kuelekea Ruangwa kuwafuata Namungo FC katika harakati za kusaka alama tatu muhimu, Fountain Gate FC ilirejea nyumbani ikiwa na alama moja baada ya sare ya ugenini. Ingawa haikuwa matokeo walioyakusudia, alama hiyo iliendelea kuwapa matumaini ya kupigania nafasi yao ya kubaki ligi kuu ya NBC. Bila kupoteza muda, wanajeshi wa Fountain Gate FC waliinua tena mizigo yao siku hiyo hiyo na kuanza safari ya kurejea Arusha kwa maandalizi ya mchezo uliokuwa umepewa jina la The Last Dance, mchezo wa mwisho wa msimu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo huo ulipangwa kuchezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta, Arusha, ukiwa umebeba uzito mkubwa kuliko michezo mingi ya msimu mzima. Huo ulikuwa mchezo wa kuamua hatma ya Fountain Gate FC. Ushindi ungeihakikishia timu kubaki ligi kuu moja kwa moja bila kupitia hatua ya playoff, huku matokeo mabaya yakiiweka kwenye hatari ya kushuka daraja moja kwa moja. Kutokana na umuhimu wa mchezo huo, kila mchezaji, benchi la ufundi, viongozi pamoja na mashabiki walikuwa wakitambua kuwa dakika 90 hizo zingekuwa za vita. Hakukuwa na nafasi ya kufanya makosa. Ilikuwa ni siku ya kupambana kwa nguvu zote, kumwaga jasho na kuonesha moyo wa kujituma kwa ajili ya kuilinda hadhi ya klabu. Changamoto kubwa ilikuwa ni muda mfupi wa maandalizi. Baada ya kucheza dhidi ya Namungo Juni 27, Fountain Gate FC ilipaswa kushuka tena dimbani Juni 30. Hali hiyo ilimaanisha kuwa kikosi kilipata siku moja pekee ya kufanya mazoezi kabla ya mchezo huo wa mwisho. Bench la ufundi likiongozwa na kocha Fred Felix Minziro lilitumia muda huo mfupi kurekebisha makosa yaliyojitokeza kwenye mchezo uliopita, huku likijenga ari na kuwakumbusha wachezaji kuwa walikuwa wamebakiwa na dakika 90 za kuandika historia yao. Hatimaye siku ya mchezo iliwadia. Mashabiki walijitokeza kwa nafasi yao, wakiamini timu yao ingeweza kutimiza kazi iliyokuwa mbele yao. Tangu dakika za mwanzo, Fountain Gate FC ilionyesha dhamira ya kutafuta ushindi. Wachezaji walicheza kwa kasi, nidhamu na kujituma, huku wakitengeneza nafasi nyingi za kushambulia. Nyota wa mchezo alikuwa mshambuliaji Hashim Kindemile, aliyeonyesha kiwango cha juu kwa kufunga mabao mawili muhimu yaliyoiweka Fountain Gate FC kwenye nafasi nzuri ya kudhibiti mchezo. Wao mara ya mwisho walikubali kibano. Chuga bado babatiza mpira wake, bado uko ndani ya dimba, na kanani anacheza kwenye kamba, mpira umejaa barabara kweli kweli. Yes, dakika 5 tu zimetosha kwa Fountain Gate kuweza kutangulia. Chuga alimimina majalo ndani na mpira ule ukaenda moja kwa moja kwa Henry David, anaukomisha mpira ule kwenye kamba. Alikwenda kaweka kwenye pakacha, akachenja mbuga, piga na mguu wa kushoto, amini kulia ule. Henry David anakwenda kugonga kichwa mpira ule na moja kwa moja wanakwenda kuzama kwenye kamba. Bao la mapema dakika ya 5 tuko Fountain Gate. Mgunda amepambana tena kuchukua mpira ule sasa. Ameupoza uzuri. Umechanjwa mpira mrefu ndani kule. Oh, mpira umekaa kwenye kamba. Maridadi mno mpira ule. Olimkuta McDonald Obasi anaushindilia kwenye net, akiandika bao la pili kwa Fountain Gate. Yes, McDonald Obasi anafunga bao la pili kwa Fountain Gate na ana level scoreboard hapa, anaandika bao lake la 7. Mzani sasa unasoma 2-2, na hili ni bao la 7 la McDonald Obasi. Alipokea vyema kweli kweli, akaweka kwenye pakacha pasi ya Mgunda ile, kisha akatandika mpira ule moja kwa moja umekwenda kuzama kwenye kamba.
Wanakuja tena Ismail Aziz, pasi moja Hasanati. Mpira ule unakwenda kukwama kwenye kamba. Anaandika bao zuri kweli kweli Hashim Kidimile, akifunga bao la 3 kwa Fountain Gate. Anapokea pasi moja Hasanati, pasi ya viwango mno iliyopigwa kwa ustadi wa hali ya juu sana, na Hashim Kidimile akiandika bao la 3 kwa Fountain Gate. Tazama alichofanya Kada, alicheza na akili za mabeki, akamwambia Hashim tangulia, anaukwamisha mpira ule kwenye kamba. Fountain Gate 3, Singida Black Stars 2. Kidimile naye anaingia kwenye score sheets. Ameanza upesi. Chugia ameiweka kwa haya, Hashim amekwenda chini. Hashim amefunga tena bwana Hashim, chuma ya 4. Fountain Gate wanaandika bao la 4. Hashim Kidimile akiandika bao la 4. Kenneth Wilson Juma yuko hoi. Tambia nini watu? Hoi. Walianza upesi. Hashim Kidimile aliteleza ya kwanza, lakini mafundi huwa watelezi, maana kuteleza si kuanguka. Akajiseti uzuri tena, akatandika ile. Ismail Aziz Kada akaupisha. Fred Felix Minziro akawa anahepa na yeye huku nje. Baada ya dakika 90 kukamilika, Fountain Gate FC ilifanikiwa kuondoka na ushindi wa mabao 4 kwa 3, matokeo ambayo yalimaanisha kuwa watasalia salama kwenye ligi kuu. Filimbi ya mwisho iligeuza uwanja kuwa sehemu ya shangwe na hisia kali za furaha kwa wachezaji na viongozi baada ya msimu mrefu wenye changamoto nyingi kumalizika kwa mafanikio. Mfungaji wa mabao 2 na mchezaji bora wa mchezo Hashim Kidimile alizungumza kwa furaha baada ya mchezo huo. Cha kwanza hapa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza kuchukua tuzo hii ya Man of the Match. Kwa hiyo na furaha hii kiasi gani ambacho sijui nielezee, ila na furaha kupitiliza. Kwa sababu ni mechi ya mwisho na nimebahatika kufunga goli 2 na nimetokea sabu. Kwa hiyo ni faraja, najisikia faraja na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi alichonibariki siku hii ya leo. Una kastaili chako fulani hivi ambacho wewe unashangilia baada ya kufunga goli. Umeona? Hatupate usingizi vizuri usipofunga. Ila tukifunga mambo yote fresh. Kwa mimi nilipotia tu kwenye nyapo, moja kwa moja nikapiga style yangu ile Shaulile style. Inaitwa nini? Shaulile style. Shalulile. Yeah. Shalulile style. Lakini pia baada ya dakika chache zaidi ukaongeza goli lingine tena. Yeah. How was the feeling? Asalini ndo nimejisikia faraja sana kwa sababu msimu niliopandishwaga wa kwanza nilibahatika kufunga goli 1, yani nimemaliza ligi na goli 1. Na msimu wa mwaka jana naye nikamaliza na goli 1. Na huu hapa nimemaliza na goli 2. Kwa hiyo huu ni kwamba ni faraja zaidi kuliko msimu yote. Kwa hiyo ile goli la pili nilipofunga ni zaidi ya faraja siku zote, yani imeongezeka mara 100. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Fountain Gate FC Kelvin Shaban Kheri aliwapongeza wachezaji kwa moyo wa kupambana na kutimiza lengo la klabu, akigusia pia mambo kadhaa muhimu waliopita kwenye mapambano hayo. Sasa kwanza tulielekeza nguvu zetu kwenye kuhitimisha msimu siku ya jana na leo kuagana na mashabiki zetu, lakini kutokea sasa harakati za kuandaa msimu ujao zinaanza mara moja. Tutahakikisha kwamba tunakuwa na timu nzuri ya ushindani. Lakini tutahakikisha tunaanza na mguu mzuri ili tuweze kuianza ligi yetu tangu siku ya kwanza. Lakini kabla hatujafika huko, mnafahamu kwamba Fountain Gate FC imekuwa na utaratibu wa kuandaa mashindano ya pre-season tournament ambayo kimsingi ni lazima na mwaka huu yafanyike. Faida pekee itakayokuwepo mwaka huu ni kwamba mashindano haya yatafanyika katika jiji la Arusha. Kwa hiyo tunategemea vilabu vingi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania vitakuja kushiriki nasi katika mashindano hayo makubwa, lakini vilabu vikubwa vya Tanzania na vyenyewe tayari vimeonyesha nia ya kushiriki mashindano hayo. Kwa hiyo ile pia ni hatua mojawapo ya maandalizi yetu ya msimu
na tutahakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri katika msimu ambao huwa tunapenda kutengeneza impact. Na impact ya kwanza ambayo tunaileta jijini Arusha ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza vijana wadogo tena. Tumejiridhisha. Akigusia pia mambo kadhaa muhimu walioyapitia kwenye mapambano hayo. Hiyo imepelekea kwamba baadhi ya mechi za awali ambazo huwa tunazianza katika msimu ni tumecheza na timu ambazo ziko kwenye daraja letu na ni michezo ya nyumbani. Pengine tungeweza kupata alama katika michezo hiyo almost miwili ya nyumbani. Ilikuwa inatusaidia sisi katika mbio zetu hizi za kuweza kuinusuru timu. Kwa hiyo ni wazi kwamba tuliingia na mguu mbaya kama ambavyo ilitokea katika msimu ule uliopita, lakini Mungu ni mwema, tulirudi tukajitafakari na tukaweka mpango wetu vizuri na baadaye tumeweza kufikia pale ambapo tumefikia. Lakini kukosea njia mara mbili haitokuwa tumewatendea haki mashabiki zetu na watu wanaotufuatilia. Kwa hiyo nina imani ni somo kubwa ambalo tumelipata katika misimu hiyo miwili ambalo hatutarajii kurejea tena. Katika kipindi hiki cha kutoka mwezi wa pili mpaka sasa ambacho tumekuwa Arusha, kimekuwa ni kipindi cha mafanikio makubwa. Kama ilivyo kawaida yake, msemaji wa klabu Issa Mbuzi alitoa tamko lililowavutia mashabiki baada ya mchezo, akisema mambo mengi na kushukuru Mungu kwa chama lake kusalia kwenye ligi, huku akisema wao ndio timu pekee ambayo imefanikiwa kutengeneza mastaa wapya msimu huu. Msimu kwa msimu, pale ambapo tutapata nafasi basi tutakula pilau. Unajua, kimsingi ni kwamba lazima ujifunze kupitia makosa ambayo umeyafanya. Sisi tumejifunza msimu huu, kuna makosa baadhi tuliyafanya yako wazi, ndio ambayo yamesababisha mpaka dakika za mwisho ndio tujue hatima yetu, lakini lazima tupambane kutengeneza timu bora na yenye ushindani. Lakini kubwa, tutaendelea kutengeneza majina mapya kwenye mpira wa Tanzania. Msimu huu tumetengeneza mastaa wapya 4. Issa Musa Chole, mchezaji bora wa Afrika kwa vijana, ni star kutoka timu yetu. Juma Isa Abushiri, kijana wetu hapa Arusha, ni star. Muda sio mrefu hapa tutawapa taarifa kwa umma. Tumekula shingapi, sio Tanzania, Ulaya. Alafu kuna kijana anaitwa Shabani Mgunda, dakika za jioni tumefanya introduction yake, kiungo yule pale wa chini, hajawahi kucheza ligi popote pale, tumefanya hiyo introduction. Lakini kuna kina Machupa Juma Kilusumo, golikipa ambaye amedaka mechi nyingi zaidi kuliko golikipa yote msimu huu kwenye timu yetu. Wote tumefanya introduction na wamekwenda duniani. Msimu ujao pia jiandaeni kupokea, kuna winga mmoja hatari sana, tuombeane uzima, ni zaidi ya Chuga, mtamuona anakuja. Kwa hiyo tutaendelea kutengeneza vijana ili tuwape platform kama ambavyo sera, katiba na utaratibu wetu sisi kama Fountain Gate. Siku iliyofuata uongozi wa Fountain Gate FC uliandaa pilau la asante, hafla maalum kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza msimu salama, kuwashukuru na kuwapongeza mashabiki kwa mchango wao mkubwa katika msimu mzima. Shughuli hiyo ilianza kwa dua ya shukrani iliyoongozwa na viongozi wa dini, ambapo dua mbalimbali ziliombwa kwa ajili ya klabu, viongozi na benchi la ufundi, wachezaji na mashabiki. Baada ya dua, viongozi, wachezaji na mamia ya mashabiki walikaa pamoja kula chakula cha pamoja katika hali iliyoonyesha mshikamano mkubwa wa familia ya Fountain Gate FC. Kwa hiyo sasa, jana tumefikia mwisho wa ligi yetu na tumemaliza kwa mafanikio, kwa malengo tuliyojipangia. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mungu sana. Hebu tupige makofi kushangilia hiyo. Lakini la pili, tumekutana kuwashukuru wapenzi wa Arusha. Kwanza, mmetupokea vizuri sana, mmetuonyesha mapenzi makubwa, lakini vile vile mmekuwa mkitusapoti kwenye mechi zetu zote za nyumbani ambazo tumecheza, na naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya familia ya Fountain Gate kuwashukuru sana wapenzi wa Arusha. Asanteni sana, tujipigie makofi. Mwisho wa msimu ni mwanzo wa maandalizi ya msimu mwingine. Sisi kama viongozi tunakwenda kufanya maandalizi makubwa kuhakikisha kwamba tunaenda kuboresha timu yetu
timu yetu iwe shindani zaidi na kuhakikisha kwamba tunakuwa na timu inayoleta ushindani mkubwa. Jiji la Arusha linafanana na timu yenye ushindani mkubwa, si ndio? Jiji la Arusha ni moja ya majiji makubwa, lazima liwe na timu ambayo ni shindani. Hakikishie tunakwenda kuitayarisha timu yetu ili iwe timu bora zaidi, iwe timu shindani zaidi, ili katika msimu ujao tuweze kufanya vizuri zaidi. Tukio hili la pilau likawa limehitimisha mwendo wa Fountain Gate FC msimu huu, na baada ya hapo kambi ikawa imevunjwa rasmi na kila mmoja akawa ameshika njia kuelekea nyumbani kwake kwa ajili ya mapumziko na maandalizi ya msimu mpya. Kwa hiyo kuanzia kesho wachezaji wetu ambao wamekaa na ninyi vizuri wataanza safari ya kurudi sehemu mbalimbali. Tunaomba tuwaombee wasafiri salama, wakakae vizuri katika familia zao. Wamezimisi familia zao kwa muda mrefu, lakini kubwa ilikuwa ni kuwapa burudani watu wa Arusha. Mmefurahi? Basi tunawashukuru sana. Asanteni sana viongozi wa dini kwa kutupa dua. Asanteni sana wachezaji kwa kujituma sana. Asanteni sana viongozi technical bench ikiongozwa na Minziro akisaidiwa na coach Wandiba. Wachezaji wote kwa ujumla wenu nyosheni mikono juu, nawashukuru sana. Asanteni sana.